Waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 22 na wa 23. Aliyepata asome tafadhali. Waraka wa Yakobo sura ya kwanza aya ya 22 na ya 23. Mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Asante sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watendaji wa neno na sio wasikilizaji tu. Ukiwa msikilizaji tu, huna tofauti na mtu anayeangalia uso wake katika kioo. Ni neno la Mungu. Sasa mimi naomba tushirikishane kwa ufupi kabisa kuhusu neno hili la leo katika mazingira yetu ya kawaida na katika mambo ambayo tunayafanya kila siku itwapo leo, kila siku ambayo Mungu anatupa neema ya kuiona. Mara nyingi tumekuwa tukisikia vingi, lakini wakati mwingine tunajigeuza kuwa wasikilizaji zaidi kuliko watendaji. Na katika maisha ya leo utendaji umepungua sana. Watendaji ni wachache mno, na pengine wanaelekea kuisha. Na ni kwa sababu tu tunapenda sana tusikie. Yanapokuja kwenye kutenda, ugumu ni mkubwa sana. Sasa mimi niulize, tuliwahi kusikia watu wana vyeo fulani? Kwa mfano, katika kata utamsikia mtu anaitwa mtendaji wa kata. Tumeshasikia mtendaji wa kata, na sio msikiaji wa kata. Tuna mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, tuna mkurugenzi mtendaji wa bodi, tuna mkurugenzi mtendaji wa taasisi. Hatuna mkurugenzi msikilizaji. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kutenda ni kitu ambacho kinaambatana na matokeo. Kwa sababu ukisikia tu usipotenda, matokeo hakuna. Waraka wa Yakobo unatuambia leo, neno la Mungu linasema katika sehemu tuliyosikia, waraka wa Yakobo sura ya kwanza ule mstari wa 22. Lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni wakati gani sisi tunakuwa tu wasikiaji? Ni nyakati zipi zinatuonyesha sisi kwamba ni wasikiaji tu na sio watendaji? Hasa siku hizi. Nimetoa mfano katika nafasi mbalimbali za uongozi, tuna watu wanaitwa watendaji. Nimetoa mfano, lakini hata darasani hakuna mtu anayepata cheti cha usikilizaji bora. Hakuna, si ndio? Hata kwenye makazi ambayo tunafanya maofisini, hakuna cheti cha mtu ambaye alisikiliza sana, mtu ambaye alikuwa msikiaji sana. Hakuna. Ni watendaji ndio wanaopewa zawadi, ni watendaji ndio wanaokuwa recognized, kwa sababu utendaji unatija ndani yake. Utendaji unaleta matokeo. Kinyume chake ni kwamba kusikiliza tu hakuna matokeo. Lakini leo hii watu wengi sisi tumekuwa wasikiaji sana. Tunakwenda kwenye nyumba za ibada, tunasikia zaidi, lakini kutenda ni tatizo kidogo. Kwa msemo wa siku hizi wa vijana ndio wanasema tunasikia sana, kutenda ni shida. Kutenda imekuwa ni kama vile ni kitu kigumu sana. Ni kwa nini? Haimaanishi kwamba kusikiliza ni kubaya, haimaanishi kwamba kusikia ni kubaya, ila shida inakuja pale ambapo tunashindwa kutenda kile ambacho tunakisikia. Tunashindwa kuweka kwenye matendo kile ambacho tunakisikia.
Sasa tujifanyie tathmini. Mara nyingi tumesikia kwenye neno la Mungu kuhusu umuhimu wa kutoa zaka. Si kweli? Halo? Tumesikia umuhimu wa kutoa zaka. Tumesikia kuhusu baraka zinazoambatana na utoaji wa zaka. Si kweli? Lakini mara nyingi tunapopata mshahara, tunapopanga matumizi ya mshahara au ya kipato ambacho tunakipata, ni mara chache sana tunaweka sehemu ya zaka. Wengi hatufanyi hivyo. Kwa tunasikia kuhusu baraka, tunasikia kuhusu utoaji wa zaka na umuhimu wake, lakini ni mara ngapi basi tunaweka kwenye vitendo? Kwa hiyo hapo tumekuwa wasikiaji, sio watendaji. Kwa hata zile baraka tunazitaka tu, tunazitaka kweli, kila mtu anataka kubarikiwa, lakini something has to be done. Unatakiwa utoe zaka ndio upate baraka. Lakini tunasikia kuhusu zaka. Mshahara, kipato kikija, kuna priorities. Kuna vitu tumevipanga vya muhimu zaidi, lakini sio zaka. Mtu mmoja akasema, issue ya zaka iko hivi. Unapopata mshahara wako au kipato chako, ukikigawa kwenye mafungu 10, sababu tunaambiwa zaka ni 1/10, sio? Tukipanga ile hela kwa uwiano sawa, let's say 100,000, ukaigawa mara 10, unapata 10 ngapi? 10. Ni sawa eh? Unapata 10, sio? Mara nyingi ukijidai kama vile umejifiatua kidogo, ukachukua ile 9 ukaweka pembeni, ile 1 ukaweka pembeni, ambayo ndio ya Mungu, si ndio? Si ndio zaka? Ukiweka ile 1 pembeni, kibinadamu, kwa macho ya binadamu, kutokana na kusikia tu na si kutenda, tunaona ile 1 ni kubwa kuliko 9. Ndivyo inavyokuwa. Ukipata hela yako, wewe jaribu. Kiubinadamu kutenda ni ngumu sana. Ile 9 itakuwa ni ndogo kuliko ile 1. Tunaona ile 1 ni kubwa, ambayo ni ya Mungu. That's why hatutoi. Ni kwa sababu ya logic hiyo tu, kwamba tunaona Mungu anafaidi sana, lakini tunasikia baraka zinazoambatana na kutoa, lakini hatutoi.